Habarini za wakati huu ndugu walimu wenzangu, wazazi pamoja na wanafunzi. Kwa majina naitwa Mwalimu Juma Mchika Bakari, na wakaribisha tena katika channel yetu hii ya darasa huru la somo la hisabati. Kwa kipindi cha leo nitapenda kuongea zaidi na walimu wa somo la hisabati, napo tutabadilishana mbinu jumla za namna ya kuwa mwalimu mahiri wa somo la hisabati. Katika kipindi hichi tutazungumzia mbinu za ujumla kwamba mwalimu anayetaka kupata mafanikio katika somo la hisabati, anayetaka wanafunzi wake walimudu somo la hisabati, wamudu misingi ya somo la hisabati, waweze kufaulu somo la hisabati, ni mbinu zipi jumla anapaswa kuzitumia ili kuhakikisha hilo linafikiwa. Kwa kufanikisha hilo, fuatana na mimi hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hilo, fuatana na mimi hatua kwa hatua ili uweze kufikia ndoto za kuwa mwalimu mahiri wa hisabati. Kipengele cha kwanza kabisa ambacho mwalimu unapaswa kuwa nacho, na hii sio mwalimu tu wa somo la hisabati, mwalimu yeyote unataka kuwa mwalimu mzuri, unataka kuwa mwalimu mahiri katika somo unalolifundisha, kitu cha kwanza ni lazima ule walimu wako kwanza utoke moyoni, uwe na mapenzi ya dhati na kazi yako, kwamba kazi ya walimu kwako usioni kama ni sehemu ya adhabu, usio na manunguniko, yani ufanye kazi ya walimu kwa mapenzi. Na hiyo kwenye kazi ya walimu tu, kazi yote unaifanya ukiifanya kwa mapenzi kutoka moyoni bila msukumo wa nje, wewe kazi yako utaifanya kwa mafanikio makubwa. Kwa hiyo katika somo letu hili, kwa kuwa nazungumzia somo la hisabati sasa, walimu wenzangu wa somo la hisabati, kama unataka kuwa mwalimu mahiri wa somo la hisabati, kwanza kazi yako uwe na internal motivation, yani ujimotishe wewe mwenyewe kwanza, yani uipende kazi yako wewe mwenyewe. Hiyo ni hatua ya kwanza itakayokufanya kuelekea kuanza safari yako ya kuwa mwalimu mahiri wa somo hili la hisabati. Lakini hatua ya pili, mwalimu wa hisabati ni lazima kwanza uweze kuzimudu kikamilifu zile mahiri ambazo unapaswa kuzifundisha. Kwa sababu huwezi kumfundisha mtu kitu ambacho na wewe mwenyewe kinakusumbua. Sasa walimu wengi tupo hapa kwenye tatizo hili la kumudu zile mahiri. Hakuna anayejua kila kitu. Kwa hiyo katika kutaka kujua zile mahiri, katika kutaka kuzimudu zile mahiri, au katika safari ya kuzimudu zile mahiri, katika safari ya kuzimudu hizo mahiri huwa tunatumia mbinu mbalimbali. Miongoni mwa mbinu ambazo tunazotumia ni kuwashirikisha wadau wengine. Mfano, mimi ni mwalimu mahiri wa somo la hisabati, kwa mfano nipo katika shule X. Nafahamu katika shule Y kuna mwalimu mwingine naye ni mzuri katika somo hili la hisabati. Basi katika zile mahiri ambazo najua zinanitatiza, kwanza naweza nikamshirikisha yule mwalimu katika kuweza kuzijua mimi mwenyewe, kwanza niweze kuzijua zile mahiri. Mfano, mimi wakati ninaanza kazi 2015 kuna katika algebra kuna mahiri mmoja wa kutafuta zile umri. Zile hesabu za umri kwanza zinisumbua sana. Lakini niliwahi kujua kuna mwalimu mwenzangu yupo Chamwino Ikulu, shule nimesahau, Msanga B kama sijachanganya. Alikuwa anaitwa Mwalimu Zawadi na Alinga, sasa hivi ni mwalimu mkuu kule. Niliwasiliana naye, mimi nilikuwa natoka shule ya msingi ya Neti, ni mbali kwenda kule. Lakini niliwasiliana naye, akaniambia hizo kwangu sio tatizo, karibu brother. Nilikwenda kwake nikakaa siku 2 kujifunza zile hesabu za umri. Nikajifunza kwanza namna nikazimudu vizuri, na yeye mwenyewe akanielekeza na mbinu ya kuzifundisha. Mpaka leo zile hesabu hakuna swali la umri utakaloniuliza kwamba linishinde, labda utakuwa umejua mwenyewe ulipolitoa kama ni swali ambalo halipo katika utaratibu. Kwa hiyo tusioni haya kuwashirikisha wenzetu, wadau wengine pale ambapo tunakwama. Ukiona na changamoto, mshirikishe mwalimu wenzako. Hii itakusaidia katika wewe kuweza kuzimudu zile mahiri vizuri. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa ni mwalimu kuweza kwanza kuwajua wale ambao unakwenda kuwafundisha. Darasa lako uwafahamu vizuri wanafunzi wako. Katika kuwafahamu, vitu vya msingi ambavyo vijue kutoka kwao, uwafahamu kwanza majina yao. Ili wakati unawaita, kwa sababu mwanafunzi, kuna walimu wengine unakuta mwanafunzi anaitwa Mwajuma, wewe unamuita wewe. Wakati mwingine unatumia majina makali zaidi, ile inamshusha morali mtoto. Kwa hiyo mtoto anapenda kuitwa kwa jina lake. Kwa hiyo kwanza ufahamu majina ya wale wanafunzi wako, lakini pia jitahidi kujua zile tabia zao zinazowazunguka, ujue pia changamoto zao na mahitaji yao. Hii itakusaidia kwamba wakati nakuja kufundisha nijue hadhira yangu naenda kukutana hadhira namna gani, na uweze kupanga mbinu za kuwafundisha, kwa sababu uweze kupanga mbinu ya kumshughulikia mtu ambaye humfahamu vizuri, lazima upotee. Sasa walimu wengi tunakumbwa na kadhia hiyo. Una darasa lako, wewe ni kuchukua kitabu tu, unakwenda, hujui unaenda kukutana na nani, hujui unakutana mtu mwenye changamoto gani. Lakini kama umepewa mtu darasa la 7 kwa mfano, umeshamkaa naye, umeshamjua vizuri, unajua kabisa changamoto zake zimeanzia madarasa ya chini. Kwa hiyo nitapaswa kujenga msingi kuanzia kule chini kwanza, alafu ndio nitakuja huku mbele. Tofauti na ile kumvamia tu mwanafunzi.
Na katika mbinu za kuwajua wanafunzi, kwa mfano darasa ambalo ninapanga kulifundisha, kwanza kulifundisha miezi mitatu baadaye au miezi miwili baadaye, ninaanza kulizoea leo. Kwa mfano ninapanga kwa mwalimu wa darasa la 7 kuanzia Januari, mimi hao watoto wakiwa darasa la 6 ule mwezi Oktoba tayari naanza kuingia darasani kwa mara, hata kama sina kipindi. Unaingia, hata unawasalimia, unaimbisha nyimbo mbalimbali, unauliza maswali madogo, zile dondoo ndogo unapata kupitia yale maswali unayouliza. Kwa hiyo utakapofika wakati wa ufundishaji unakuwa umeshajua ndio kukabiliana na watu gani na niweke mpango gani. Maana kuna mpango wa darasa zima, afu kuna mpango wa vikundi na mpango wa mtu mmoja mmoja. Baada ya kuwa umewafahamu vizuri wanafunzi wako, sasa kaa chini, panga mbinu za kwenda kufundisha. Panga mbinu kwamba kutokana na changamoto za wengi wao walizonazo, ninapaswa nianzie wapi. Mfano mimi na kutokana na shule za serikali mara nyingi tuna changamoto nyingi. Mimi ninapoenda kufundisha darasa langu, mara nyingi wanafundisha darasa la 7. Huwa nikianza, ninaposema nafundisha namba nzima, ninaanza kwenye kusoma na kuandika namba nzima, namba yenye tarakimu moja, naenda naongeza kidogo, hatua kwa hatua, ili hata yule mwanafunzi aliyokata tamaa naye nifanye nini, nimchukue. Walimu wengi huwa tunakosea hapa kwenye starting point tunapoanzia. Unakuta unaanza labda kujumlisha namba nzima. Kwa mfano wa kwanza wewe unaandika labda 200,000 na ngapi kujumlisha 10,000 na ngapi. Mtoto unakuta mwanafunzi mwingine yeye kujumlisha tu namba zenye tarakimu 2 hawezi. Sasa unamwekea kujumlisha namba zenye tarakimu 5. Hapo ndipo unapoanza kuacha wote. Anasema kumbe kile nilichokuwa naambiwa hesabu ni ngumu, kumbe ni ngumu na haziwezekani. Kumbe badala yake mtoto, kwa mfano wewe umemchukua ameingia darasa la 7 pale, wewe unaenda kujifundisha labda kujumlisha namba nzima. Unaanzia mwanzo kabisa, kwa mfano tarakimu, kujumlisha tarakimu moja, kwa mfano 3 jumlisha 4. Ukimpa mfano 3 jumlisha 4, yule mtoto ambaye alikuwa hajui kabisa hesabati, ukimwelekeza vizuri akaweza 3 jumlisha 4, 3 jumlisha 5, tarakimu moja kujumlisha tarakimu moja, huyu mtoto akamudu vizuri. Hapo unampa zoezi, unasahisha. Na kwenye kusahisha, walimu watoto wanapenda vema ambazo zinaonekana vizuri. So unamwandikia mtoto ka vema kadogo, ile pia inamkatisha tamaa, lakini vema kubwa zinavutia sana watoto. Mwekee vema kubwa, lakini kama kapata zote, kwa mfano kafanya kazi yake nzuri, kuonyesha unaithamini, unaweza kumwandikia pale vizuri sana kwa herufi kubwa, vizuri sana kwa maandishi makubwa, not herufi kubwa, kwa maandishi makubwa vizuri sana. Yule mtoto ambaye alitoka kuchini na msingi mbovu, alitoka naamini kwamba hajui hisabati, akiona anaanza kupata zote na anaandikiwa vizuri sana, anasema kumbe ile somo linawezekana. Kwa hiyo utaenda unakuza hivyo kidogo. Hizo ni mbinu za jumla. Na kwenye kupanga hapa mahiri, jitahidi hakikisha unaanza na zile mahiri ndogo, mahiri rahisi, kuna zile mahiri yenye utata. Na ndani hizo mahiri rahisi kuna mahiri mahususi. Anza na zile mahiri mahususi ambazo ni rahisi zaidi kwenda kwenye mahiri zenye utata. Kwa hiyo wakati mwingine tuepuke kuchukua darasa basi kwa sababu kitabu hiki kinaniambia nianzie kwenye algebra, basi naanzia kwenye algebra hapo. Hakikisha watoto wamewajua vizuri. Ukianza kwenye algebra, mtoto ambaye hajui namba nzima, hajui sehemu, hajui desimali, of course unakuwa unazidi kuwapoteza wale watoto, na utajikuta unatekeleza ndio mtaala unavyotaka, lakini unajikuta unakwenda peke yako. Kwa sababu mwisho wa siku kinachotakiwa kwenye kazi ni kuonekana watoto wamemudu zile mahiri na watoto wamefaulu. Hayo ndio mafanikio. Ama kitu cha 5 ni kuepuka, walimu tuepuke mirejesho hasi. Mtoto amefanya kazi yake, bahati mbaya amefanya kwa namna ambayo haikukupendeza. Kwa mfano 9 jumlisha 3, ulitaraji mtoto aseme 12, labda akasema 11. Basi unamwekea kosa kubwa lile x. Haipendezi. Mwekea alama ndogo kumuonyesha kwamba hapa umekosea. Lakini pia uwe na lugha ya kumtia matumaini. Kwamba mfanyie masahihisho, mpe moyo. Lakini unatoa maneno makali, labda daftari unalitupa, wakati mwingine unamuita majina magumu, yule mtoto tayari anakata nini? Anakata tamaa. Kwa hiyo mrejesho hasi ni kitu ambacho pia huwa kinakatisha tamaa wanafunzi wengi katika kujifunza somo la hisabati. Lakini pia walimu wa somo la hisabati wengi wetu tuliopo, kusema kweli, huwa tunakuwa wakali sana, na wakati mwingine tunatanguliza ukali kabla ya kufundisha. Hakikisha mtoto wakati unamfundisha usishiki fimbo. Kama ni kuchapana, kama kuna adhabu zingine utakisha unazifanya baadaye, lakini wakati ule unafundisha hakikisha mwanafunzi unamwacha huru. Unamwacha huru, kuna muingiliano. Na katika kuongeza uingiliano kati yako na mwanafunzi, pia kuna nyimbo. Walimu wa hisabati wengi tunasahau jambo la nyimbo. Tunaona kama nyimbo ni kwa ajili ya walimu wa Kiswahili, walimu wa Kiingereza. Hapana. Nyimbo katika hisabati zina mchango mkubwa sana. Nyimbo zinahamasisha, nyimbo zinaamsha morali. Mwalimu wa hisabati kama nyimbo huna, wasiliana na walimu wengine wakufundishe nyimbo katika somo la hisabati. Hiyo inamfanya mwanafunzi azidi kuvutika, kuongeza ule muingiliano kati yako wewe na mtoto katika kujifunza. Pia ni jambo la 5, pia ni utoaji wa motisha.
Walimu tujitahidi kuwa na motisha ambazo ni chanya. Motisha chanya zinamvuta mwanafunzi. Motisha chanya ni kama mtu kafanya kazi nzuri kumsifia darasani, safi, vizuri. Mfanye kama fulani. Unaona fulani alifanya kazi yake, alipopanga kazi yake vizuri, unamsifu. Watoto wengi wanaingia simanzi baada ya kuona kajitahidi kafanya kazi ngumu, lakini hata kusifiwa na mwalimu afanye nini, hasifiwi. Kwa sababu binadamu wengi tumeumbwa tunapenda sifa. Kwa hiyo tujitahidi kuwa tunawasifu pia watoto. Vizuri sana, kazi nzuri. Wakati mwingine unaweza hata ukana mtu kafanya kazi nzuri, ukampata peni, zawadi ya peni, ukampata penseli, ukampata daftari kama kufanya katika jaribio, unawasifu. Lakini kitu kingine ni katika upimaji. Unapokwenda sehemu, ule upimaji endelevu unatakiwa ufanyike. Unakwenda unaona upimaji kila siku ambao ni mazoezi ya kila siku, lakini unaweza kutenga kila mwisho wa wiki unatoa jaribio. Kwa mfano mimi natoa jaribio kila mwisho wa wiki. Jaribio ninalotoa mimi linahusisha yale mambo tu au zile mahiri tu ambazo nimezifundisha mimi mwenyewe katika kipindi hicho. Kwa matangu nichukua watoto, zile mahiri ambazo nilizofundisha huwa nazirekodi pembeni. Kwa hiyo ninapoandaa jaribio la wiki linajumuisha zile mahiri ambazo nilizifundisha mimi tu. Hii ina faida gani? Hii itamsaidia mtoto kwamba yale unayofundisha wewe kama ulimfundisha vizuri akaelewa, na ndio hayo umeweka katika jaribio lako la wiki. Hii inamsaidia mtoto kuona kumbe ninaendelea vizuri katika somo la hisabati. Sio kuchukua mtihani au unajua utunga nani, yeye alikuwa amefikia wapi, unachukua mtihani unampa mtoto. Mahiri zilizomo mle ni 5% tu au 10% tu ndio umeshazifundisha. 20%, 80% mpaka 70% ni mahiri ambazo hujazifundisha. Iko wazi yule mtoto atapata alama chache. Akishapata alama chache ataendelea na ile wazo kwamba somo la hisabati ni somo gumu na ni somo ambalo haliwezekani na ni somo ambalo si rafiki. Kitu ambacho kitakuwa umesababisha mwalimu kumpoteza huyu mwanafunzi. Kwa hiyo unatakiwa katika mtihani wako ule wa wiki au mtihani wa mwezi uwe unatoa zile mahiri ambazo wewe umezigusia tu. Hii itamsaidia mtoto kupata alama nyingi. Kwa ule mtoto hata alikuwa anapata alama ndogo, akianza kupata alama nyingi, anaanza kujengeka ule moyo kusema kumbe somo hili linawezekana. Kumbe nimeanza kwenda vizuri. Inakuwa inamjenga mtoto. Lakini jambo lingine la 6 kama sio la 7 ni kuepuka mwalimu, kama una safari ya kutaka kuwa mwalimu mahiri, kuepuka kutegemea external motivation, yani hamasa kutoka nje. Dunia leo tumezungukwa na dunia ambayo kwa kweli watu ni kazi ngumu sana kukuambia fulani unafanya vizuri. Ni kazi ngumu sana. Unaweza ukafanya kazi nzuri miaka hata 2, 3, 4, usimsikie mwalimu wako, usimsikie labda ni afisa elimu kata, wakati mwingine usisikie hata viongozi wako wanakuambia labda mwalimu umefanya vizuri. Unaweza usisikie. Sasa kama ulifanya kwa lengo la kutegemea labda utakuja kusifiwa, alafu unaona hawakusifu, unaweza ukaacha kufanya kile unachokifanya. Kwa hiyo cha kwanza, kuwa na kile nilichosema mwanzoni, kuwa na internal motivation. Jifunze kujitia hamasa wewe mwenyewe, jifunze kujipongeza wewe mwenyewe. Ukiwa una tabia kujipongeza mwenyewe, ukiwa una tabia kuthamini mwenyewe unachokifanya bila kutegemea sifa na pongezi kutoka nje, wewe utafanya kazi yako bila kukata tamaa. Lakini kama lengo lako ni watu wakusifu, ukiona hawakusifu, utaanza kuona sasa nafanya kazi gani? Bora tu niwe kama wengine. Kila siku nakuja shule saa 1 kamili naingia darasani, nahangaika na watoto lakini hamna hata ananipongeza, hamna hata motivation hata kusoma mwalimu 5,000, 10,000, hamna, utakata tamaa. Kwa hiyo usitegemei external motivation. External motivation inapokuja iwe kama jambo la ziada, lakini wewe tayari unajihamasisha kutokea ndani. Mimi pia niwatie moyo, nimefanya kazi yangu wakati mwingine kwa muda mrefu sana bila kusikia pongezi kutoka kwa mtu yeyote. Lakini kadiri muda unavyokwenda, kuna kitu katika science kinaitwa diffusion. Ua zuri likiota hata kichakani, itafikia hatua wadudu wakina nyuki wataenda kulichavusha. Wamelionaje? Ile diffusion, ile harufu. Kwa hiyo unaacha matokeo yaendelee kutukua mazuri. Muda utaongea. Kwa hiyo hata si wengine tulifanya muda mrefu, lakini baadaye tunashukuru Mungu, wanakuja watu wengi sasa hivi wanaanza kukuona mwalimu, hongera mwalimu, hivi wanakutia moyo, wanakutia hamasa, viongozi mnazungumza vizuri, wanakutia moyo. Mungu awabariki upande wao kule viongozi wetu wa Uvinza. Kwa mfano mimi natokea halmashauri ya Uvinza, viongozi wetu wako vizuri sana katika eneo hilo la hamasa. Wanatiana moyo, wanatiana hamasa. Mungu awabariki, wazidi kuendelea. Kwa hiyo wewe sasa kama upo katika eneo ambalo labda motivation iko chini, usikati tamaa, endelea kufanya. Iko siku watakuja watu, Mungu atakuletea watu watakao kuona na kukuambia mwalimu, jambo unalofanya ni zuri. Kwa hiyo tuwe na kwa kumalizia tu ni kukumbushe kuwa na mwalimu unapoanza kufundisha uwe na orodha yako, orodha ambayo unakuwa unaandika mahiri zote kwanza. Ukishaandika zile mahiri zote, alafu unaanza kuzipanga kutokea mahiri rahisi ambao unategemea nianze kuifundisha hili labda ni rahisi zaidi kwenda zile mahiri zenye utata. Na unapokuwa na ile orodha yako, ukishapanga hiyo mahiri labda naanza na mahiri labda kwa mfano namba nzima ndio mahiri mkuu. Basi ndani ya mahiri mkuu kuna zile mahiri mahususi. Nazo zipange vizuri kwamba nitaanzia hapa, nitaenda hii, nitakwenda mahiri hii, nitaenda mahiri hii.
Na kila mahiri unapomaliza kuifundisha, kila mahiri mahususi unapomaliza kuifundisha, unaenda kuiandika katika orodha yako kwamba nishafundisha mahiri.